Jeshi la anga la NATO limefanikiwa kupata ushindi wa kwanza wa moja kwa moja baada ya ndege ya kivita aina ya F-35 kuangusha drone ya Urusi. Picha zilizotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Uholanzi zilionyesha alama ya ushindi kwenye sehemu ya anga hiyo. Alama hiyo inafanana waziwazi na umbo la pembe tatu linalotambulisha drone za mashambulizi ya njia moja ambazo Urusi imekuwa ikitumia dhidi ya Ukraini. Ushindi huu ulipatikana wakati ndege hiyo yenye namba F027 kutoka kikosi cha 313 cha jeshi la anga la Uholanzi lilipokuwa kwenye doria juu ya anga ya Poland baada ya drones za Urusi kuingia ndani ya anga la taifa hilo. Wiki mbili zilizopita, mamlaka za Poland ziliripoti ukiukwaji wa anga yao mara 19. Tukio hilo lilisababisha hatua kubwa na ya ghafla ya ulinzi, ambapo ndege za kivita za NATO ziliinuliwa angani na mifumo ya makombora ya ulinzi wa anga aina ya Patrioti kuwekwa tayari. Inakadiriwa kuwa zaidi ya drone 4 ziliangushwa kwa msaada wa washiriki wa NATO. Hii ilikuwa ni mara ya kwanza tangu Urusi ianzishe uvamizi wake dhidi ya Ukraini mwaka 2022, ambapo NATO imeingia vitani moja kwa moja dhidi ya vikosi vya Moscow. Wizara ya Ulinzi ya Uholanzi imethibitisha kuwa ndege zao za F-35 zitaendelea kuwa Poland kuanzia Septemba 1 hadi Disemba 1 kama sehemu ya jukumu la pamoja la ulinzi la NATO. Katika kipindi cha wiki mbili zilizopita, Ulaya imekumbwa na makabiliano ya ndege za kivita, mashambulizi ya drone za ajabu na vitendo vya hujuma vilivyovuruga shughuli katika viwanja vikuu vya ndege. Mashambulizi haya yote yanaonyesha wazi kama mbinu mpya za vita vya mseto vya Urusi barani Ulaya. Hata hivyo, Moscow imekanusha kuhusika na mashambulizi moja kwa moja na kudai kuwa haijafanya vitendo hivyo kwa makusudi. Hii ni BMTV Tanzania. Mimi ni Baraka Peter. Endelea kulike, kusubscribe na kushare kwa ndugu, jamaa na marafiki. Hadi wakati mwingine, kwaheri kwa sasa.